Nitautumia usiku wangu kuleta mabadiliko, nitautumia usiku wangu kuleta mapinduzi, nitautumia usiku huu kuleta yale ambayo walimwengu hawayafahamu. Nitautumia usiku huu kukufahamisha, kukuelimisha na kukupa siri ambazo wewe hauwezi kuzifahamu. Pengine unazijua chache, lakini nyingi hauzifahamu. Mungu, naomba nisaidie. Karibu katika simulizi hii ya nguvu ya usiku na hatari zake, yale mengi ambayo umewakusikia, yale mengi ambayo umekupewa siri au kudokezwa kidogo tu. Lakini leo nataka nikufahamishe juu ya nguvu hizo usizozijua. Jina langu ni Innocent Raphael. Karibu. Usiku mara nyingi kila kitu kinakuwa kimya. Sauti inakuwa kimya, utawala unatawala, ukimya unatawala, inakushamiri pia. Na hapo ndipo hatari huanza, kwa sababu usiku una nguvu mbili tu. Unaweza kujenga na unaweza kuharibu. Je, umewahi kujiuliza ni kwa namna gani watu wengi wanaweza kufanya mapinduzi makubwa wakati wa usiku? Kumbuka, si kila anayekesha usiku anajijenga. Wengine wanajiharibu na wengine wanapoteza muda. Usiku una mambo mengi sana, lakini pia wachache hutumia usiku kutengeneza mipango mizuri na mibaya. Ndio maana watu wengi wanaofanya makubwa kufanya nyakati za usiku. Kufikiria wanasayansi, wafanya biashara, wanazuoni na watu mashuhuri mbalimbali hutumia usiku kufanya mapinduzi, hutumia usiku kuja na teknolojia, idea na mawazo mbalimbali. Lakini pia kufikiria ni kwa namna gani wachawi, majambazi na watu wabaya hutumia usiku kufanya mapinduzi hayo ya vile ambavyo wao wanaona inafaa, kwa sababu usiku una mambo ambayo sisi tumefichwa. Mara nyingi mchana hawezi kuharibika, kwa sababu mchana kila kitu kinakuwa kipo wazi. Watu wengi wanakuwa wako busy na kila mtu anakutizama, lakini kumbuka, hebu fikiria ukiwa wakati wa usiku umetulia, uko peke yako, hakuna nene kutizama, hakuna nene kuona, lakini pia hata ratiba ya kazi inakuwa haipo. Badala yake usiku unakuwa ni muda wa kutulia, kupumzika na kufurahia wewe pamoja na familia na ndugu zako. Biblia inasema katika moja wa Korintho sura ya 10 mstari wa 23, vitu vyote ni halali lakini si vyote vinafaa. Usiku si kila kitu kinaonekana halali, lakini si kila kitu kinakujenga. Si mara nyingi ni rafiki wakati wa mchana, lakini nyakati za usiku anaweza kuwa adui mkubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu usiku mara nyingi utajikuta unatumia simu yako kuperuzi mitandaoni. Ungetumia dakika 5 kutizama mitandaoni, lakini utajikuta unatumia lisali zima. Utaharibu ratiba yako, utaharibu shughuli zako na vitu vingi vitakuwa mabadala yako. Utajikuta umepoteza lisali zima. Nafikiria ukishapoteza saa zima, tambua hata kuchelewa kuamka itakuwa vivyo hivyo. Kesho yako itaharibika pia. Biblia inasema katika Mithali 4 mstari wa 25 mpaka 27, macho yako yatazame mbele, usipotokea kulia wala kushoto, simu kufanya uangalie kila upande, usipokuwa mbele tu. Hivyo basi tujitahidi kutuliza akili zetu, kujenga utulivu wa nafsi na roho zetu, lakini pia kufikiria na kujenga kesho yetu, kwa sababu nyakati za usiku ndio muda ambao mambo mengi hufanyika. Lakini pia ukitaka mipango na maarifa mengi, hata uvumbuzi wa maswali mengi ambayo hayana majibu, ukiutumia usiku utafaulu. Lakini pia kitu tusichokifahamu kwamba usiku umesheheni tamaa na msukumo mkali sana. Fikiria, usiku mara nyingi hisia huongezeka, udhibiti hupungua na maamuzi haraka utawala. Ndio maana watu wengi hutuma ujumbe nyakati za usiku. Pengine anaweza kutuma ujumbe hata usiofaa kabisa, lakini ukimuuliza asubuhi, ndugu yangu, nini kilikusibu, atakwambia la hasha, hata mimi sifahamu kilichojiri, pengine ni mihemko tu ambayo ilinifanya nifanye vile. Ni kwa sababu usiku una shinikizo, na mara nyingi usiku unatupelekea kuingia katika mahusiano ya haraka tusiyotarajia kwa sababu ya maamuzi yenye mashinikizo. Biblia inasema katika Yakobo sura ya 1 mstari 14 hadi 15, kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, tamaa ikichukua mimba huzaa dhambi. Hivyo basi usiku ni chumba cha mitihani yenye nidhamu na majaribu makali sana. Hivyo basi ukishinda, wewe tayari ni mfalme. Kelele za ndani mara nyingi utawala nyakati za usiku. Ndio maana hatari kubwa zilizo zote ni nyakati za usiku. Fikiria ukiwa umelala, mara nyingi utakumbushwa kwanza kujilaumu, kujilinganisha, kujiona haufai, kukumbuka maumivu ya zamani. Una usiku mara nyingi kelele za ndani huongea kwa sauti kubwa sana. Lakini Biblia inasema katika Zaburi sura 46 mstari wa 10, tulieni mkajue ya kuwa mimi ni Mungu. Kelele za ndani hazishindwi kwa kelele za nje, zitashindwa kwa utulivu ulio na mwelekeo. Fikiria mfano mdogo sana katika mapenzi. Wakati wa mchana unaweza kuwa uko busy na shughuli zako, hata haumii wala ufikiri mtu ambaye amekuumiza, lakini ukiwa wakati wa usiku umetulia, itakuja picha ya yule mwanamke, mwanaume umpendaye, na roho itaanza kukuuma sana na moyo wako utaanza kuumia na kushikwa na jazba. Hivyo basi usiku una hatari nyingi ya kupoteza mwelekeo. Kuna watu wanafanya kazi usiku na mchana, lakini hawasogei mbele. Kwa nini? Kwa sababu wanachanganya kukesha na kuendelea. Sio kila kukesha ni maendeleo, kwani hata Biblia katika Mhubiri 10 sura ya 10 inasema kama chuma kikiwa butu ni lazima kuongeza nguvu.
Usiku bila mpango ni kuchapa bila makali. Hivyo basi usiku unashauriwa kutuliza akili, kufanya maamuzi yenye busara na kufanya kile ambacho pengine kitakuletea mabadiliko makali sana na kukufanya piga hatua moja kwenda hatua nyingine. Mara nyingi usiku unaweza kugeuza kuwa salama. Hapa kuna sheria rahisi sana. Usiku bila ratiba ni hatari. Usiku wenye nidhamu ni silaha sana, kwa sababu fanya hivi: weka muda wa simu, chagua kazi moja tu ya maana, jua saa ya kulala, lakini pia jua saa ya kuamka. Lakini pia hata Biblia katika sura ya kwanza wa Korinto mstari wa 18 mpaka 40, mambo yote yatendeke kwa utaratibu hata usiku. Lakini pia tunawakumbusha kwamba usiku umesheheni mambo mengi mazuri sana, na wale ambao wanataka kufanya mabadiliko wanaotumia usiku kuleta mapinduzi. Fikiria wafanyabiashara wakubwa kama kina Mo Dewji, kina Bill Gates, Elon Musk na wengine kibao. Katika biography zao wamekuwa wakizungumzia sana nyakati za usiku kama sehemu ya kufanya mapinduzi ya akili, lakini pia kuja na mawazo ambayo yataweza kuibadilisha dunia, lakini pia kuisaidia dunia katika teknolojia, biashara, uchumi. Lakini pia hata wanasiasa wengi ambao hufanya mipango yao mara nyingi huifanya nyakati za usiku. Jina langu ni Innocent Raphael. Pita katika ukurasa wangu wa Instagram, ni follow, lakini pia achia mawazo, achia comment, lakini pia usisahau kusubscribe channel yetu ya YouTube ili kuendelea kuhakikisha kwamba kila taarifa tunazotoa, simulizi zetu zote, unakuwa wa kwanza kuzisikia.